Ni Jumapili nyingine teule mtazamaji ambayo Mola ameridhia tupatane papa hapa kwenye runinga uipendayo ya TV47 ikiwa ni tarehe 2 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Mtazamaji, kama kawaida kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima kutoka vijijini, vitongojini hadi hapa mjini na hata katika mataifa ya kigeni huko Tanzania, nchi jirani ambako hali si hali. Kwenye matangazo haya tutakuwa tunasema naye mkuu wa habari huko Tanzania Bwana Hezron Obadia ambaye atakuwa akitueleza mawili matatu kuhusiana na hali halisi huko Tanzania. Lakini kabla ya yote hayo mtazamaji, tupate vidokezo. Idadi ya watu waliofariki katika maporomoko ya udongo huko Elgeyo Marakwet yafikia 26 huku zaidi ya watu 25 wakiwa wanasakwa. Mafuriko na kujaa kwa ziwa Naivasha kumewahamisha kwa lazima maelfu ya wakazi wa mtaani Kihoto mjini Naivasha. Rais Ruto ajipigia debe Vihiga kunadi uungwaji mkono mwaka 2027, rais akizindua miradi mbalimbali ya maendeleo eneo hilo. Na tunatathmini mwaka mmoja wa uongozi wa Profesa Kithure Kindiki kama naibu wa rais wa 3 wa Kenya. Naam, karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mie ni wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Valin Owino. Karibu. Miili mingine 4 imetolewa kutoka kwenye eneo la maporomoko ya udongo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, na kufikisha idadi ya vifo kuwa 26. Waathiriwa 26 waliookolewa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi mjini Eldoret. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu wa habari Muthoni Brenda, ni kwamba waziri wa usalama Kipchumba Murkomen na viongozi wengine wa serikali wamezuru eneo hilo na kutoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, huku wakitoa msaada wa serikali. Hali ya huzuni ingali imetanda katika eneo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kufuatia janga la maporomoko ya udongo ambalo limesababisha vifo vya watu 26 hadi sasa. Hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi imepokea waathiriwa 26 ambao wanaendelea kupokea matibabu na uangalizi maalum. Kwa sasa kikosi cha pamoja kinachojumuisha jeshi la ulinzi la Kenya KDF, huduma ya polisi ya taifa NPS, huduma ya vijana kwa taifa NYS pamoja na shirika la msalaba mwekundu kinaendeleza shughuli za uokoaji na kutafuta watu 25 ambao hawajapatikana kutoka kijiji hicho. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen pamoja na viongozi wengine wa serikali wamefika eneo hilo la Elgeyo Marakwet ambapo wameachwa na mshangao wa janga hilo. I think this is a catastrophe that is really very painful to all of us as a country, and I must really appreciate the work that has been done jointly between the Ministry of Interior, the Ministry of Defense, Public Works, county governments, non-state actors, especially led by Red Cross. Janga la Chesongoch limeacha majonzi makubwa na familia nyingi zikilia kwa kuwapoteza wapendwa wao. Lakini juhudi za uokoaji na msaada wa serikali zinaendelea, zikileta matumaini ya kuokoa manusura zaidi. Haya yakijiri, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewataka wakazi wanaoishi katika maeneo yaliyo katika hatari ya kuporomoka kuhamia sehemu salama. Huu ni msimu wa mvua, na nachukua nafasi hii kutuma rambirambi zetu kama bunge kwa wenzetu kule Elgeyo Marakwet ambao wamepoteza maisha kwa sababu ya maporomoko ya ardhi kutokana na mvua. Muthoni Brenda, runinga ya TV47.
Tusalie huko Marakwet ambapo katika kijiji cha Sechongoch katika kaunti ya Elgeyo Marakwet juhudi za uokoaji bado zinaendelea baada ya maporomoko ya udongo yaliyosomba nyumba na mashamba. Watu 26 wamethibitishwa kufariki huku wengine zaidi ya 29 wakiwa hawajulikani waliko kadri waokoaji wanavyoendelea kuchimba matope kutafuta manusura na miili. Majonzi na wasiwasi wa walioathirika yanazidi kuongezeka. Mwandishi wetu Sheila Chelangat na taarifa hii kikamilifu. Nyumba zaidi ya 1000 zimeripotiwa kusombwa na maporomoko haya baada ya mvua kubwa kunyesha katika eneo hili, yakisababisha matope, mawe na maji kutiririka kwa kasi chini ya bonde la Chesongoch mapema Jumamosi asubuhi. Mifugo, mazao na makazi yalisombwa kwa dakika chache tu. Kadri juhudi za uokoaji zinavyozidi, familia zinabaki kutazama kwa huzuni vilivyokuwa vijiji vyao sasa vikiwa vimezikwa na matope. Wasaidia na chakula, manguo na venye watakaa balbasuri mlimani na watoto kusomeshwa after mtihani. Na ingawa miili 26 imepatikana, zaidi ya watu 25 bado hawajulikani waliko, hali ambayo inaendelea kuwapa huzuni na hofu wapendwa wao. Familia zilizopoteza makazi sasa zimehifadhiwa katika shule na makanisa zikitafuta namna ya kuanza upya maisha yao. Mashirika ya misaada yanasema kufika katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi bado ni changamoto kutokana na barabara zilizoharibiwa na mafuriko. Hao wanafunzi maybe muweke shule 5 ama shule 6, muweke wafanye mtihani mahali moja. Sababu helicopter ama hakuna gari itaweza, hata bodaboda kutoka Chesoi hata kwenda Embobut ama kutoka hata Embobut kuja Kapchebao hakuna barabara. Huku misaada ya chakula, maji na matibabu ikianza kufika taratibu, wataalamu wanasema changamoto kubwa zaidi sasa ni athari za kisaikolojia kwa waathiriwa. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Asante sana Sheila kwa taarifa hiyo. Na polisi eneo la Makindu wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha kifo cha mwanafunzi mmoja wa mwaka wa pili anayesomea kozi ya uuguzi kudaiwa kuchomwa kisu na mwenzake katika klabu moja maarufu mjini Makindu walipokuwa wakijiburudisha baada ya kipindi cha masomo. Mwaluse Meshak na uketo wa taarifa hii. Usiku wa sherehe kwa wanafunzi watatu wa uuguzi mjini Makindu, kaunti ya Makueni, uligeuka kuwa majonzi. Mmoja wa wanafunzi hao akiuliwa kwa kuchomwa kisu baada ya kurejea nyumbani kutoka sherehe ya pamoja na wenzake. Tukajibamba, but sasa mimi niliwacha hapo na hisi. Wanafunzi hao wa mwaka wa pili wa chuo cha matibabu cha Goshen kilichoko Thika walikuwa wamemaliza mafunzo yao ya nyanjani katika hospitali ya kaunti ndogo ya Makindu. So mikupiga simu yake ilichukuliwa na dem fulani hapo. Lakini furaha yao ikageuka ghafla kwa majonzi, mmoja akifariki na mwingine akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Kama dakika 35 naona msichana mmoja ametoka anavuja damu, ameshika mkono kwa shingo. Walioshuhudia tukio hili wanasema wanafunzi hawa walirejea nyumbani usiku wa manane wakiwa walevi chakari. Kuchungulia hivi naona wasichana watatu wameingia na vurugu. Ripoti ya daktari katika hospitali ndogo ya kaunti ya Makindu inaonyesha mwathiriwa alichomwa kisu shingoni na jeraha likawa baya zaidi na kusababisha kuvuja damu nyingi iliyochangia kifo chake. To her injuries, secondary to stab wounds. Mwanafunzi wa tatu kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Makindu akisaidia kuendeleza uchunguzi. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Na Rais William Ruto amekamilisha leo ziara yake ya siku 4 katika ukanda wa Magharibi huku akitoa ahadi tele za maendeleo kwa wakazi. Kadhalika, siasa za mwaka wa 2027 zimetawala ziara hiyo huku baadhi ya wabunge wa chama cha ODM wakiahidi kumuunga mkono Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Arnold Adidi na maelezo zaidi. Baada ya siku 4 za kuzindua miradi mbalimbali ya mabilioni ya fedha katika ukanda wa Magharibi,
Rais William Ruto ametamatisha ziara yake katika eneo hili kwa kuhudhuria ibada ya Jumapili kwenye kanisa la African Divine Church katika eneo la Gamalenga kwenye kaunti ya Vihiga. Rais Ruto akiwa ameandamana na mawaziri wa bunge miongoni mwa wanasiasa wengine amepigia debe juhudi za uongozi wake katika kuhakikisha kuwa kila sehemu ya nchi inapata maendeleo. I am asking members of parliament. I am asking all leaders. We will be presenting proposals to parliament in the next few weeks on how to move Kenya from a third world country to a first world country. We need to deal with the challenge of infrastructure. We need possibly 1.5 trillion shillings to deal with roads, rail and airports. Aidha, siasa za mwaka 2027 ziliteka anga kwenye hafla ya leo, huku wabunge wa chama cha ODM akiwamo Jared Okello wa Nyando na Elisha Odhiambo wa Gem wakionekana kutofautiana na msimamo wa hivi punde wa chama hicho na kuahidi kumuunga mkono kikamilifu Rais Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Mimi nitakuwa sasa director ya 2 term. Na usitishwe na vijana dogo. At my age now, I've done politics in this country. If vijana dogo hapa kwa ODM, endeni polepole. We as a community are now certified orphans. And I've never seen any orphan giving conditionalities. And therefore, our quest to work with you and to lend you support is both unequivocal and unconditional. Mawaziri walioandamana na rais wakiongozwa na Musalia Mudavadi pia wametoa wito kwa wakazi wa eneo la Magharibi kuitikia wito na kuiunga mkono serikali. Kama ni meli inaitwa MV Broad-Based, meli kubwa. Kama governors wa Western tumekubaliana kwa kauli moja kwamba sisi tutakuunga mkono na tuko kwa broad-based government. Kwenye ziara yake, rais amezindua miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa barabara, nyumba za bei nafuu, hospitali miongoni mwa miradi mingine. Arnold Adidi, TV47, kaunti ya Vihiga. Naam, asante sana mtazamaji. Sasa tunaungana naye mhariri mkuu wa habari kutoka taifa jirani la Tanzania, Bwana Hezron Obadia Kunradhi, ambaye tutakuwa tunasema naye mawili matatu kuhusiana na hali halisi ilivyo nchini humo baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba na ambao kidogo ulionekana kuzua tumbo joto. Habari za sasa Bwana Hezron, hali shwari huko Tanzania? Safi kabisa, Andre Kilemi kutoka huko Nairobi. Hali ni tete hapa, maandamano yameingia siku ya 5 kwa sasa. Bado ni purukushani, vurugu, masuala ya kuchoma moto na vile vile kuzuia masuala ya usafiri katika maeneo mbalimbali ama miji mbalimbali kote nchini Tanzania isipokuwa Zanzibar, ambapo upande wa Zanzibar hali ni shwari baada ya kuapishwa kwa Rais Hassan Hussein Mwinyi. Kumekuwa na ripoti kuhusiana na vifo vya watu huko Tanzania, lakini sijui iwapo kufikia sasa kuna idadi kamili, manake taarifa ambazo tunapokea hapa nchini Kenya ni kwamba ni maelfu tu ya watu ambao wameangamia kutokana na vurugu ambazo zinashuhudiwa nchini humo. Kweli kabisa, vifo vingi vimeripotiwa katika maeneo ya miji mbalimbali, lakini hakuna takwimu kamili kufikia sasa. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali hapa Tanzania, Gerson Msigwa, anasema kwamba hizo ni porojo tu, lakini kwa mujibu wa taasisi mbalimbali ikiwemo chama cha upinzani cha Chadema, inafikia kwamba idadi inakisiwa kuwa zaidi ya watu 800. Manake kuna picha kadhaa zinasambaa na vile vile katika tembea zetu tumeshuhudia kuona baadhi ya miili ikiwa imetapakaa barabarani. Kwa hivyo ni kweli kuna vifo vingi vimeripotiwa, lakini idadi kamili haijaweza kuripotiwa, lakini huenda ikazidi zaidi ya raia
800 ama zaidi, kwa sababu ukiangalia bado hadi sasa maandamano yamechacha, hususan tangu kutangazwa kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kama rais mteule. Na pindi tu matangazo hayo yalipotoka ni kwamba yaliamsha ile hamaki ya raia. Waandamanaji wakasema kwamba ni lazima waandamane mpaka pale ambapo rais Samia Suluhu atakapojiuzulu, na ndipo maandamano hayo yatasitishwa. Kwa hivyo maeneo ya miji kama vile Mbeya, miji ya Tunduma, maeneo ya Songwe kule, miji ya Dodoma pamoja na maeneo ya Arusha ikiwemo Kagera pamoja na maeneo ya Tanga na hadi hapa jiji la Dar es Salaam, hali ni mbaya sana. Maandamano yamechacha na maandamano yanafanywa usiku na mchana, huku raia wakikaidi amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 hadi 12 asubuhi. Maandamano haya yakifanyika usiku kucha, mchana na usiku na mchana. Kwa hivyo hali ni tete hapa, na tayari kama unavyojua ama mnafahamu ni kwamba masuala ya internet yameshazimwa na masuala ya mawasiliano pia yamekuwa tata kidogo hapa. Masuala yote kwa ujumla ya usafiri hadi chakula kimekuwa adimu. Unapata sasa kwa sasa ile hawajaiona kwa muda mrefu, hata wakati wa tangia za rais aliyeondoka mamlakani ama aliyefariki dunia Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli. Kwa hivyo wanasema tangia mama achukue uongozi ni kwamba mambo yamegeuka, na amekuwa akiongoza na nguvu na kifua, na zaidi ya yote kwamba upinzani umefinyiliwa sana. Kama unavyojua sasa, uchaguzi umekamilika, matokeo yalitangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hapa nchini Tanzania, anajulikana kama jaji wa mahakama kuu ya Tanzania. Na mtazamaji, mhariri wangu anasema kwamba mengi zaidi ni mwendo wa saa 3 jioni. Utakuwa unaungana naye Linda Alela ambaye atakuwa akizidi kusema naye Hezron Obadia ambaye ni mhariri mkuu wa taifa la Tanzania. Tuzidi kukutaarifu sasa mtazamaji, na turejee hapa nchini Kenya, na ni kwamba aliteuliwa kama mwanasiasa mtulivu na mwaminifu, hususan wa kutuliza hali baada ya kuondoka afisini kwa Rigathi Gachagua. Leo naibu rais Profesa Kithure Kindiki anaadhimisha mwaka mmoja tangu achukue rasmi wadhifa huo, lakini maswali yanaibuka kuhusu mustakabali wake wa kisiasa kufuatia taarifa kwamba Rais William Ruto huenda akapanga upya tiketi ya mwaka 2027 akitafuta washirika wapya kutoka eneo la Nyanza, haswa baada ya kifo cha Raila Odinga. Ni taarifa ambayo bila shaka mtazamaji tutakuletea baada ya mapumziko haya mafupi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tiaga. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47.
Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to any. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Aliteuliwa kama mwanasiasa mtulivu na mwaminifu, hususan kwa kutuliza hali baada ya kuondoka afisini kwa Rigathi Gachagua. Leo naibu rais Profesa Kithure Kindiki anaadhimisha mwaka mmoja tangu achukue rasmi wadhifa huo, lakini maswali yanaibuka kuhusu mustakabali wake wa kisiasa kufuatia taarifa kwamba Rais William Ruto huenda akapanga upya tiketi yake ya mwaka 2027 akitafuta washirika wapya kutoka eneo la Nyanza, haswa baada ya kifo cha Raila Odinga. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo anatathmini mwaka mmoja wa Kindiki madarakani na kama kweli noma si noma. I Kithure Kindiki. Ni siku hii. Do swear. Tarehe mosi Novemba 2024. That I will always truly and diligently. Ambapo Profesa Kithure Kindiki aliapishwa kuwa naibu rais wa 3 wa Kenya. So help me God. So help me God. Msomi mtulivu kutoka Tharaka Nithi aliyeingia kwenye ofisi yenye misukosiko ya kisiasa. Mwaka mmoja baadaye, Kindiki amejipatia sifa kwa nidhamu na uaminifu. Ingawa nafasi yake ya kisiasa bado ni yenye sitafahamu. Shajara yake imekuwa imejaa ratiba sihaba katika eneo la Mlima Kenya, ambako amekuwa akitumia wikendi nyingi kujenga uungwaji mkono kutoka kwa wenyeji. Katika mwaka wake wa kwanza madarakani, naibu rais Kithure Kindiki amedhihirisha uwepo mkubwa wa kitaifa. Takwimu zinaonyesha amehudhuria hafla 138 katika kipindi cha mwaka mmoja, 54 kati ya hizo zikiwa Mlima Kenya, ishara ya mizizi yake ya kisiasa na ushawishi wake. Aidha, ameongoza hafla 47 za kitaifa, akionyesha kuongezeka kwa jukumu lake serikalini. And he has gathered experience in dealing with Kenyans, not just people from a certain region. Vijana ni mbwekse. Ni mbwekse. Kutoka Limuru hadi Kirinyaga, Kindiki amejiweka kama mpatanishi mtulivu, mcha Mungu, mwaminifu na mtiifu kwa rais. Lakini wakosoaji wanasema uaminifu huo unaweza kumgharimu kisiasa. Professor Kindiki, like all vice presidents or deputy presidents, arrives without his own agenda, and he must play up to already scripted text. So there isn't much that one expects to see out of him. Unlike Gachagua, Professor Kindiki is not an elected deputy president. He's a hand-picked deputy president who has come basically to toe the line which is set by his boss. Kasongo ni kufinish? Arabe! Hata hivyo, mbio za mwaka 2027 tayari zimeanza kubuni upya uwanja wa siasa, na kiti cha Kindiki hakina uhakika. Vyanzo vya ndani ya muungano tawala vinasema Rais William Ruto anapima uwezekano wa kupanga upya nguvu za kisiasa kufuatia kifo cha Raila Odinga, akilenga eneo la Nyanza, eneo ambalo kwa muda mrefu lilionekana lisilofikika kwa serikali ya Kenya Kwanza. As a community, there is something we believe in, that a leader, before he dies, a leader knows his death. Interest rates have come down, and Kenya is now the 6th largest economy in the world, in Africa. This man, John Mbadi, anatosha ama atoshi? Ripoti kutoka ndani ya muungano tawala zinataja gavana wa Homa Bay Gladys Wanga na waziri wa fedha John Mbadi kama majina yanayozingatiwa kuwa wagombea wenza wa Ruto mwaka 2027. Hatua ya kimkakati kuvutia wapiga kura wa Nyanza na ishara ya ujumuishaji. We can all benefit from the resources of our motherland.
every Kenyan can have a piece of the national cake. The work of the Deputy President, as defined in the Constitution, is to be the principal assistant of the President and to carry out the mandate or the assignments given to him by the President. Iwapo mabadiliko hayo yatatimia, yanaweza kumaanisha mwisho wa muhula mmoja wa Kindiki au kumlazimisha kubadili msimamo wake kisiasa. He carves this image of a Kibaki, a person who is quiet, an intellectual, and so on. But Kibaki had something which Kindiki did not have. Kibaki was a fence-sitter. Hivi sasa, hata hivyo, Naibu Rais Kindiki anaendelea na utulivu wake, akihudhuria hafla rasmi, akiepuka migogoro na kuelekeza ujumbe wake kwa utoaji huduma wala si siasa. He has clearly defined in very uncertain times who is a deputy president, because he has shown he's an assistant, he's a principal assistant to the president. Washirika wake wanasema yeye ni mtu anayepanga mikakati ya muda mrefu, akiamini utendakazi si umaarufu utakaomdhibitisha. Lakini mara nyingi siasa za Mlima Kenya huadhibu wapole na wasaliti. The agitation in Mount Kenya region would have been more fierce, more vehement. But what you find is that upon his appointment as one of the regional scions or sons, there was still that activism, but it was toned down to a more responsible level. Rekodi ya Kindiki kisiasa inaonyesha kiongozi mwaminifu, mwenye nidhamu na anayejaribiwa, sifa zilizomletea heshima serikalini. Hata hivyo, ukosefu wa umaarufu mkubwa kwa umma na ushawishi mdogo mashinani ni udhaifu unaoonekana wazi, hasa katika mazingira ya kisiasa yanayodhamini maendeleo na ukarimu. Mtihani wake mkubwa uliopo mbele yake ni uvumi unaokuwa kwamba huenda Rais Ruto akamchagua mgombea mwenza mpya mwaka 2027, sambamba na muungano unaochipuka wa Gachagua Kalonzo unaomweka Kindiki kwenye hali ya kisiasa yenye utata. So as to 2027, there will be a lot of other determined. You know, by the way, no election is like the other. None. No election is like the other. Wachambuzi wa kisiasa sasa wanaona nguvu tatu kuu zikichonga sura ya kisiasa ya Kindiki siku zijazo, zikiwemo uwepo wa Gachagua kama sauti pinzani Mlima Kenya, tishio la muungano wa Kalonzo na Gachagua, na uwezekano wa Ruto kuelekeza macho yake Nyanza. The question is, with the current political activity in the run-up to the 2027 general elections, who will have captured the imagination, the hearts and the soul of the Mount Kenya people? Kila nguvu inatoa changamoto tofauti, lakini kwa pamoja zinageuza sherehe ya mwaka mmoja wa Kindiki kuwa onyo badala ya ushindi. Kwa Profesa wa Tharaka Nithi, mwaka wa kwanza umekuwa wa uaminifu na kujifunza. Mwaka unaofuata huenda ukawa wa kupambana kusalia hai kisiasa katika serikali inayokabiliana na miungano inayobadilika na maeneo yasiyotulia. Iwapo ni kweli kuwa noma si noma, hilo ni jambo ambalo mwaka 2027 pekee ndio utakaoamua. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Sasa tudunde viwanjani. Klabu ya soka ya Nairobi United imejikatia tiketi ya raundi ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya ufanisi. Walifaulu aje? Mwanahabari wetu Duncan Mutua ametuandalia taarifa kuhusu safari yao na malengo yao ya msimu huu. Lihanda Muzungu. Jafeth Lihanda! Kikosi hiki kilipokezwa kichapo cha mabao 3-0 na Sofapaka kwenye mchuano wa ligi kuu ya soka nchini. Wakatangazwa mabingwa rashasha zika. Lakini msimu wa kandanda wa mwaka 2024-2025 utasalia kwenye kumbukumbu za mashabiki wa klabu ya soka ya Nairobi United kama msimu wa miujiza, ndoto na ushindi wa kihistoria. I think it's a wonderful job from the players. Ligi kuu, hongera Nairobi United. Ni msimu ambao walipanda ngazi kwenye ligi kuu ya soka ya Kenya
na wakajikatia tiketi ya kushiriki kwenye kombe la shirikisho la soka barani Afrika, CAF Confederation, michuano inayokusanya mababe wa bara Afrika. Hizo tumeanza poa na nadhani inatokana na the teamwork that ile tumekuwa nayo. I think ukiangalia department zote katika team zinafanya kazi. Ubingwa wao wa kombe la shirikisho la Kenya msimu uliopita ulifungua kurasa mpya katika historia ya klabu hiyo. Ndio ulikuwa mlango wa kuingia kwenye michuano ya shirikisho la kombe la Afrika, CAF, ulingo ambao klabu tajika utamba. Playing in the Confederation Cup, I think in the Confederation Cup we played 4 matches, 2 away, 2 home, and of course again with good performance because the first 2 matches gave us an opportunity to go to the second knockout, and of course the second knockout we played very well at home, and of course getting a good result, maybe losing but in penalty winning in away in Tunis, and advance in first time history in Kenya in a group stages. Hatua ya kwanza ya kujiandaa kwa msimu mpya ilikuwa kusajili wachezaji wazoefu kama vile nyota wa Harambee Stars Manzuro Kwaro kutoka KCB, Prince Bugeya kutoka Rayon Sports ya Rwanda, Shami Mwinyi kutoka Posta Rangers, Ovelo Chieng kutoka FC Leopard, Kefa Swani wa South Sea Rangers na wengineo. The squad, we have a young squad, energetic, and I think we are having a good run. Kadri msimu mpya wa mwaka 2025-2026 ulivyoanza, matarajio yalikuwa makubwa. Katika mechi 4 za kwanza za ligi kuu, Nairobi United wameonyesha kuwa moto wao bado haujazimika. I'm happy so far so good. I think vijana wana adapt poa na vizuri, wanasikiza na okay, wako ready ku work, na that's important. Tunajua ile uzito iko katika ligi na hizo competitions zingine zote, lakini muhimu ni hiyo depth. Ndio tuko na depth mzuri, ile itatusaidia sana katika hizo competitions zinakuja. Hatuku expect maybe tutaanza season venye tumeanza, but tunashukuru Mungu and yeah, tuko on it right now na iko sawa. Wameshinda mechi 2 kwa kuwalaza Bidco United na Kakamega Homeboys kabla ya kupoteza dhidi ya Mara Sugar na Sofapaka. Ligi ina changamoto zake. Tuliwin game ya kwanza, tukapoteza ya pili, tukawin ya 3, na ilikuwa experience mzuri sana, especially kwa wale ambao ndo ni mara yao ya kwanza. We have good team where they can compete in the league. In the Confederation group stages, we have to beef up some few things, some few areas. Wengi walitilia shaka uwezo wa Nairobi United kupambana na vilabu vilivyo vikongwe, na kwenye raundi ya kwanza ya kufuzu kombe la Confederation wakawabwaga NEC ya Uganda kabla ya kuwabandua Etoile Sahel ya Tunisia, na sasa raundi ya makundi inawasubiri. Tunisia na ile mambo tuliona, nadhani Mwenyezi Mungu tu ndo anajua vile tulitoboa. Haikuwa rahisi, they were very hostile and in each and every way, but tunashukuru tuliweza kuvuka hiyo phase. Nilikuwa so aggressive na nilikuwa so determined kusave hizo mapena. Nilijua mali inaweza nifikisha na mali itafikisha timu yetu. The first 2 matches gave us an opportunity to go to the second knockout, and of course the second knockout we played very well at home, and of course getting a good result, maybe losing but in penalty winning in away in Tunis, and advance in first time history in Kenya in a group stages. Wakiongozwa na kocha Nicholas Muyoti, Naiboys wanaamini sasa kila mechi na umuhimu fulani. Draw ya kombe la Confederation itafanyika hapo kesho. Tutatake match at a time, na ni very, I think ni season tunaangalia very important lessons zile zitatusaidia in future. The positive side is we have a match every weekend. If you get good result, the result or the target will be there at the end of the season. Umeweza kufika katika raundi ya makundi ya ligi ya Confederation barani Afrika, lakini kibarua kigumu kinawasubiri. Kocha Nicholas Muyoti anasema kuwa bado tuna kibarua. Nikiwa hapa katika uga wa Dandora, mimi naitwa Duncan Mutua. Ni hayo tu tuliokuandalia mtazamaji. Asante sana kwa kutegea taarifa zetu. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara ni Valin Owino. Kwaheri kwa sasa.